Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Mpenzi mtazamaji, leo tena ni furaha na bashasha kuwa naye kipenzi chetu ambaye si mwingine ni Dr. Jane. Anazidi kukuelimisha wewe mpenzi mtazamaji kuhusiana na magonjwa aina kadhaa, na insha Allah mpenzi mtazamaji, siku ya leo tutaweza kuangazia swala zima la yeast infection. Huu ni ugonjwa ambao hasa hutokea upande wa wanawake, na sijajua kama upande wa wanaume unatokea, ila tutaweza kufahamu zaidi kupitia Dr. Jane ambaye tunaye ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Siku ya leo tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana Dr. Jane. Asante. Karibu tena, natumai mzima. Hauna neno. Karibu sana. Kwa majina ni kama vile umesikia. Kabisa Jen. Karibu sana. Na tukielekea katika swali letu la leo, tunaenda kuangazia yeast infection. What is yeast infection? Kwa sababu ukiangalia ile jina yeast limefanana ile neno la hamira. Ile ya kuwekea kwa mandazi, ile ya kuwekea kwa mandazi. Sasa siwezi jua kwa nini lilipewa hili jina la yeast infection. Ukiangalia lile nchina, ile yeast yenye huwa inatumika ni kama pia fango, ile kufacilitate ile kuferment. Ukitengeneza mahamu tunaweka ile yeast. Ndio. Na ile yeast nayo tunaiongelea siku ya leo, nayo pia huwa ina grow. Sa fango. Na sasa hii yeast ina grow kwa sababu ya different environments zenye ziko kwa mwili. Mwili wetu uko na kitu inaitwa pH. Hii pH katika kwa vagina kuna venye huwa ina jibalance. Kwa sababu kuna good bacteria and bad bacteria. So saa zingine tunapoenda kushughulikia miili yetu tunaharibu ile good bacteria. So inapoisha ile good bacteria, yeast inapata nafasi ya kugrow. Na sasa inapo grow, sasa inaanza kuleta madhara kwetu. Kwa hivyo ndo huwa inatokea. Na je, ni nini husababisha yeast kutokea? Haswa najua inatokea kwa mwanamke. Sijui kama kwa mwanamume inatokea, lakini utaweza kutuelezea zaidi. Ni nini huwa inasababisha kwamba ule mwanamke anapata ule ugonjwa wa yeast? Labda zipi symptoms, signs and symptoms ambazo huyu mwanamke anaweza kufahamu kwamba mimi nafaa kwenda kwa daktari na hizi ndio signs niko nazo, huenda labda niko na yeast infection. Mara nyingi watu hata wanashindwa kuelewa kutofautisha STI na yeast. Kwa sababu unapata kama uko na yeast, kama ni ile kuwashwa ni kama vile STI. Kama ukienda kukonjoa unasikia uchungu ni kama vile. Unapata sasa mtu kama anasikia ile kuwashwa, anaona kana kwamba saa zingine hata kama ni STI wanaichukulia kiurahisi. Kwa sababu hakuna mwenye amekuambia kama ni yeast ama ni STI. Unapata yule mtu anakuwa katika magonjwa tofauti na unatumia especially amoxicillin. So tunapenda sana hata kwa counter, nisaidie na amoxicillin, hata uelezei ni nini na wewe unataka amoxicillin. Amoxicillin is a very high selling drug. Lakini iko na pia side effect yake unapotumia ile dawa. Sababu hiyo dawa pia huwa ina affect the balancing of the pH in the vagina. So yeast inaanza kugrow. Unapata pia kama ni yule mtoto umemweka kunakuwa na joto nyingi, unaona ina grow. So kuna ile warmth huwa inakuwa inakarimbisha sasa ile growth ya yeast. Kila mtu ako na yeast. But now the body knows how to balance it. Zinavari. Kwa hivyo sasa ukiwa tena pia immunity yako iko chini.
tuseme wewe ni mtu wa sukari, ama wewe ni mtu mwenye ako pregnant. Kuwa pregnant immunity yako haikuangi strong. That's why pia unaweza patiwa nini? The boosters. Zenye unaenda unapatiwa IFAS. Unatumia what do you call them? Unaulizwa kama ukiwa na mimba lazima upatiwe immunity booster. And those are IFAS. Those supplements. Why? Inasaidia kurebuild your immunity system. So kama immunity yako iko chini, pia yeast inapata nafasi ya kugrow. Ikiwa aufuatilii si pia ile kuoga nini, ile choo kujisafisha vizuri ama choo kiwe kisafi. Pia sasa tena pia kama umeenda kwa choo haja kubwa venye unajipanguza. Unapata pia watoto hawafundishwi. Unapanguza kutoka nyuma kwenda mbele. Sasa wewe unajipata tena umepata other infections. Kweli. So lakini ni lazima pia ujue ni kutoka mbele kwenda nyuma. Ndio. Sasa hapo utakuwa angazia ile usafi. Kwa sababu hata ukiangalia ni kitu ambacho wanafaa mtu kufundishwa. Ile mtu unaponawa, unawa kuanzia mbele. Na ndio maana wanaambia unapofika kule kwa anus inabidi unafanya usirudi tena nyuma. Yani like umemaliza ni umemaliza. If it's cleaning very well your vaginal part, clean it very well, alafu ndo move to the next one. Kweli. No. Another one. Mungu vile aliumba vagina. Aliumba vagina in a very good way. Haistahili maji. Naona wale wanatengenezanga sawa kuna kitu kengine kanaweka kadogo. Ati wanasema ukiwachilia unajiosha huko ndani kwa vagina. Which is not right. It's not supposed to be so. Usiachilie maji iingie kwa mwili wako. Kweli. Osha tu huku juu kwa vulva the way it's supposed to be. Lakini kuingia na huko ndani, vagina inajiosha yenyewe. Kweli. So ukiweka kitu ingine, unaleta infections. Inaweza enda hivyo mpaka ujipate uko na ovary cyst. So the yeast infection can also not because of the yeast, but because of the contamination yenye unaweka kwa vagina. Ndiyo. I'm not saying it's the only, but unaweza ukapata other contributing factors. Kwa hivyo ni vizuri ukiwa mama kuzingatia usafi. Ndiyo. Unapata mtu kama amefanya sex, anaenda kuoga immediately. Na anataka aoshe ndio, anasikia ni kana kwamba amechafuliwa. Na hasa kama huyu mtu alikuwa na other infections, sasa kwa sababu labda ulisikia uchungu ukifanya sex, unafikiria ni kwa sababu of the infection. Nilisema mimi ni mtu wa story. Ndiyo. Nataka kutoa story nyingine. Nikawa niko na client. Na client wangu akawa anaogopa kuengage sexually. Nikamuuliza kwa nini? Ninaogopa kupata yeast. Ndiyo. So what does that one tells us? Ya kwamba yeast, women wanafikiria yeast wanaitoa kwa mwanamume. Which is not true. Because huyu mwanamke ndiye ako na yeast, na ndiye hata ukichukua ile kitambu wa mama wanaenda clinic, utapata parcels, hakuna mwanamke hajawahi kuwa nazo. Kila mtu, especially akiwa na mimba. Sasa na yeast can be very persistent. Lakini sasa vile sisi tutajiweka unapojua the status uko nayo, kwanza njielewe mwili wangu unahitaji booster. Kweli. Immunity wise. So do the right thing. Feed well. Take the supplements. Itakusaidia. Okay. Supplements na hata kama hakuna hospitali, kuna supplements. Na hizi supplements itakusaidia kubalance.
So ni jukumu la kila mtu kujielewa. Ni nini ninaweza nikafanya ndio pia nipate kuwa na nini na afya. Kweli. Lakini inapokuwa ile persistent, ni vizuri kwenda hospitali. Sababu unapoenda pale hospitalini utapatiwa dawa. Kama uko na mimba utapatiwa ile cream, medicated cream unajipaka. Kama hauna, unaweza hata dungwa sindano na upewe zingine za kumeza. Kwa sababu inaweza kuwa very stubborn na very resistant. Unaenda lakini bado unasikia ukienda kuna ile kuwashwa. Unaenda umetumia zile dawa, after sometimes unasikia infections imerudi. So ni vizuri pia wewe kuangalia at which circumstance ninajipata nikipata this kind of signs. Okay. Yeah. Na je, mwanamke anapoenda chooni ama labda ameenda choo ambacho kimeendwa na mwanamke mwingine na labda huyu mwanamke alikuwa kuna yeast infection, is there a possibility kwamba huyu mtu atapata through ile kwamba toilet maybe tuseme ni imeruka ikamshika? Ndio tunasema kuhusu taking care of your hygiene. Hata unapotumia zile choo, kumbuka ya kwamba hiyo choo si ya nyumbani, si yako peke yako. Na hata kama ni ya nyumbani, saa zingine unakuanga na wageni na kuna watoto, hauko peke yako. Na hata kama uko peke yako, kuna infections tu kwa choo kwa sababu ya ile uchafu. Kwa hivyo kuna bacteria, kuna so many things kwa hiyo choo. Kweli. Yenye huwezi ona with your naked eyes. Ukiangalia utapata ni safi. Lakini ukakunja pale uongeze strength ya macho yako uone what is there, ndio utajua hujui. So ni vizuri kujua hata unapotumia ile choo utumie ukijua unajiprotect. Ndio maana wengine wanaambiwa like whenever kama ameenda choo na ni cha mtu mwingine it's better mwage maji kwanza ndo ajisaidie. Kwa sababu of yani tu kuepukana tuna ile possibility ya kwamba mimi nitapata kitu fulani. Yeah. Na pia ni jukumu la kila mtu unapoenda kwa choo. Ndio. Leave the toilet clean as you made it. Kweli. Usiache ikiwa chafu. Si pia vizuri kuwa unaachia watu uchafu wako. Kweli. Ingine pia ni wakati unatumia, wakati mwanamke ako katika period. Unapotumia ile pad kwa ile muda umepitisha. Yes, inachukua ile damu, lakini inafika mahali hata ukikaa nayo utapata kuna ile harufu itaanza kutoka. Kweli, kweli. Na katika ile hali utapata imeanza pia kukupatia other infections. So ni vizuri pia hata kama unatumia ile, hata wale wako na very heavy flow, wakati ukitumia tu muda mfupi change. Usikae nayo the whole day, the whole night. Itakupatia other infections. Kweli, kweli. Kwa hivyo ni vizuri pia kuzingatia usafi. Maana usafi Kiwa ni mwanamke. Wanaume wanaweza wakapata STS, lakini utapata kama ni 5% na inaisha haraka kwa sababu ya autonomy ya mwili wake. Lakini yule mwanaume ajitahidi. Remember pale kuna ile foreskin. Yes. Hapo hivyo kwa mdomo hii ngozi hiyo inabaki hapo. Iko na warmth. Kuna ile labda mabaki ya mkonjo. Kuna ile labda kuwa na issue maybe kuna sasa ile ngozi imefunika pale inafunikia zile nini, unapata sasa naye huyo mwanaume atapata infections. And that's why it is important kwa mwanaume kutoa ile foreskin alafu una expose the end ya penis isipate infections kutokana na Japo zuri kwa sababu wanakuambia maybe unaweza jiuliza kwa nini reason ya kwamba wanaume wanatahiriwa, kumbe it's such reasons ya kwamba infections ama nini na nini. Okay, sawa. And maybe also to note yule mwanaume mwenye anjetahiri anapo engage sexually, si kuna ile pia uchafu. Ndio.
hiyo uchafu yake ataideposit pia kwa mwanamke. So utapata ile familia iko na issues za infections now and then. Yeah. Not knowing the reason imesababisha kwamba mtu fulani hakutahiriwa. Okay. Hicho ni kitu kizuri sana. At least somehow tunajua reasons zingine ambazo health wise. Mungu alikuwa na sababu akisema kwa nini wanaume wakuwe circumcised, yeah? Naam. And another thing ni kwamba what are the main differences between a yeast infection and other types of infection and other types, such as bacterial or viral? Tulianza kusema yeast ni ile and it is not sexually transmitted. Yeah. Kwa hivyo kitu ya kwanza, it is not sexually transmitted. Na pia kuna ile utofauti ingine hii inaitwa UTI. Yeah, true. Na pia watu wanaweza wakakosa kuelewa ile utofauti. Yeast, UTI, it is not sexually transmitted. These others, including HIV, you can get them through sexual transmission. Through sex. Utapata, if it is like yeast, inazingatia sana usafi. True. Pia kuna venye inazingatia mwili wako ukue mzima. Kwa hivyo hapo unapata sasa nutritionist amepata kazi ya kukuelezea utakula nini kweli ndio mwili wako ukue sawa. No. Such that pH will not be destroyed. Tampered with. So utapata mtoto akiwa mtoto sana watoto wapatangi hiyo yeast. Lakini kama ako exposed na those funny things ataipata. Alafu pia unapofikia menopause. Unapata pia kama ni mambo ya yeast imereduce. Lakini usipozingatia usafi pia hapo utaipata. Na pia kama the immunity system. So another factor ni huyu mtu anaweza kuwa ni mgonjwa, you are diabetic. Utajipata, unaipata. Ndio. Hata kama umepita ile umri. Unapata pia kama ni mtu akona HIV. Kwa sababu the immunity has been compromised. Wakati immunity iko compromised, utapata huyo mtu ataweza kupata yeast. Asante sana Dr. Jane, umeweza kuelezea vizuri. Na nimeweza kufahamu mengi na mengi kuhusiana na yeast infection. Angalau mtu anaweza kufahamu kwamba sio ugonjwa unaosababishwa na sex, bali ni ugonjwa ambao unatokea. Pia consideration kwamba hygiene yako unaiweka vipi. Tukirudi katika awamu ya pili, tutaweza kufahamu vipi mwanamke anaweza kuweka hygiene safi upande wa vagina yake. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Dr. Jane na studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kuyaangazia na kukuelezea wewe na kukujuza. Ameweza kukudadavulia mengi na mengi zaidi kuhusiana na yeast infection. Hivyo basi usidhani kwamba ni ugonjwa wa zinaa, bali ni ugonjwa ambao pia inategemea na pH yako ya mwili. Na tukirudi katika awamu ya pili tutaweza kufahamu mengi na vyakula ambavyo labda unafaa kushauriwa ule ambao ni health wise vinaweza pia reduce ama vikaweka balance ya pH yako ikuwe vizuri, isikuwe tampered with. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi. Mpenzi mtazamaji, tukiwa naye Dr. Jane, nadhani unaweza kufahamu mengi na unaweza kufaidika naye. Kwa hakika amekuwa mtu ambaye anazidi kukuelezea na kukujuza zaidi swala ambalo wewe labda ulikuwa haufahamu na ambalo ungependa kufahamu. Uende unajiuliza maswali mengi, na pia usichoke pia kuweka comment katika nambari zetu za simu za Mahdi TV ambazo zipo hapo chini katika TV yetu. Utaweza kufahamu mengi na utuulize swali ambalo labda ungependa kufahamu jibu, na inshallah utaweza kupata jibu lako. Mpenzi mtazamaji, tukielekea kwake Dr. Jane tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Dr. Jane. Asante. Karibu sana. Na tukiangalia kuhusiana, umeelezea kuhusiana na swala zima la pH. pH level ya mwanamke inafaa kuwa vipi? Kuna wakati ilifikia
watu wakawa wanaogopa juu ya COVID. Na wakawa wanaambiwa watumie ndimu, garlic, juu ziko na pH iko juu. Utapata pH yenye inafika 7, 8 hapo. Iko juu. Ndio. So, but now in our body having that, kuna ile pia wakati unatumia zile vitu. Pia zikikunja kuna venye inasaidia kubalance. So, sio tu hivo, utapata magonjwa mengi tunayopata kwa mwili, it's because our bodies are acidic. Lakini tunapotumia still the base, zile vitu, inajaribu kubalance ile acidity kwa mwili. Kweli. So, tunahitaji pia ile ku-alkaline mwili. Unapata hiyo time, kama unataka maybe pia kumaliza ile yeast, unatumia zile vitu zitakusaidia kufanya mwili wako ukue alkaline. One of the best thing yenye huwa inasaidia pia kubalance ni wakati mtu anatumia like we had talked of maybe IFAS. Ndio. But apart from that, there are still other supplements one can use. And the supplements are food. They are not medication. Inaweza kuwa ni kama iko kwa capsules, yes, lakini ni food. So sasa wakati ule unatumia ile supplement, kuna venye pia huwa inasaidia kubalance. Mwanamke akiwa na mimba ni vizuri akitumia supplements. Mwanamke anapoanza kufikia maybe from late 30s, ni vizuri pia kutumia supplements. Zile supplements zinasaidia mwili wako na kusaidia kujaribu kubalance the hormones. Kando na chakula yenye unatumia, sababu kuna ile pia una-reduce if it is like so much intake of the starch depending with the age. Na you take in still other considerations like proteins and of course vitamins. You are supposed to take balanced food always. But also the preparation, because sometimes we also lose the nutrition value wakati tunatayarisha zile chakula. Kweli. So unapata umeitayarisha lakini umetupa nutrients kando. Kwa hivyo ni vizuri hata ule wakati hata umetumia zile chakula, juu saa zingine umeenda umenunua chakula kwa hoteli, haikutengenezwa vile wewe ungependa. Kwa hivyo katika ile hali ni vizuri pia kujua ni jukumu langu ku make sure I take some supplements if I want to have healthy life. Na unapata hata kama ni hiyo time ya kutransit, like there are so many people who are suffering because of menopause. It's not a cup of tea. Kweli. And menopause, it's imbalances of hormones. So kuna zile supplements ukitumia zinakusaidia kubalance zile hormones. Ndio. Na wakati hormones zako ziko balance, pia mambo ya yeast inakuja inaanza kukua history. Kweli. So ni lazima pia tuanze kuangalia yale mambo yenye inaenda sababa na mili yetu. Kwa sababu wakati tunasema mambo ya supplements, watu wanafikiria ni dawa. Okay, hiyo ni lugha sawa ukitumia kwa watu unawaambia ni dawa, lakini supplement si dawa, ni food. Meaning hata kama uko kwa another medication, you can still use the supplements and you are okay.
So people fear, nitatumia hizi dawa na ninatumia zingine. Now those are food. Supplements are food. Na ni vizuri pia wakati mtu anaona ako katika ile hali, ni vizuri kutembea na yule mtu, anaweza akakuelekeza vizuri venye utakula vizuri, kwa sababu chakula ni kuanzia matayarishi yake. Ndio at the end of the day utapata food yenye iko na nutritional value yenye ulikuwa unataka. Kweli, kweli, kweli. So which are these nutritious foods ambazo wanawake sana sana wanafaa kuwa wanakula ili kuhakikisha kwamba tuta reduce hii masuala ya yeast infection, kwa sababu ni kitu ambacho kinarudi hapa na hapa, and as you can consider ni kwamba each time, ama sisi wanawake mostly utakuta siku hizi more intake ni kwanza chemicals. So utakuta mtu like hakui ile natural, kwamba akuli kitu ambacho anajua kina faida katika mwili. Unakula kitu ambacho unaona hichi mimi nakipenda na kiridhisha, lakini hakina faida katika mwili. So ni nutritious food gani ambao tunafaa sana kuwa tunakula? Wacha tuanze na chips. Chips ni viazi. Ndio. Na chips ndio ikue chips, ile process ya kutengeneza ile chips. Saa zingine tumepata watu wanachukua ile mafuta ya stima. Kweli. Wanaimba. Kweli. Na hiyo mafuta inakuanga very good ya kukauza viazi. Kweli. Lakini wewe umeweka nini ndani yako? Na unapata sasa wasichana ndio wamepanga laini, wanataka chips. Zenye zimekauka vizuri, ukiweka hivi unasikia crunchy. Iko penyewe. Na tunashindwa kujitayarishia food. Unapata kuna ile tuseme mafuta. Kuna ile mafuta ya samaki. Inakaranga samaki. Samaki unaenda unakaushiwa vizuri. Hiyo mafuta inatumika vipi? Day 1, day 2, day 3. Inatolewa tu kimaliza, lakini wakianza kazi wanairudisha na wanaongeza ingine. No, mafuta ikichemka over 120 degrees Celsius, hiyo mafuta ikienda na huko juu, it becomes poisonous. So samaki ni mzuri, lakini yale mafuta. Halafu tumechukua yule samaki, tunaenda kumura. Na hivyo ndivyo tunaenda tukiharibu afya yetu. Suppose ulimchukua yule samaki wa fresh, uende umchemshe. Utakunywa supu yake, hatatumia masaa mengi jikoni, ndio naiva haraka, ule supu ukunywe na yule nyama umkule. Na atakuwa sawa. Omena. Omena amekunja, amedraiwa na sun, which is okay. Ndio. Lakini kuna omena wengine wanawekwa pia deep frying kwa mafuta, na hao ndio wako expensive. Mafuta ni kama yale kwa wale samaki wengine. So umeanunua ikiwa expensive, ni tamu yes, lakini nutritional value yake imepotea. Tumeipoteza. Umeenda umeambiwa ukule greens. Greens iko sawa, lakini hauikurangi ikiwa hivyo. Ndio. Lazima iko na process. Ndio. Process pale ya kutengeneza greens. Tunaenda kwa mama mboga. Sisi ni wavivu, hatutaki kukatakata. Ndio. Kuna wengine hawaoshi zile mboga kwa sababu kuna shida ya maji. Kwa hivyo unaenda wewe umekatakatiwa, unabeba, unapeleka kwako, unaweka kwa maji. Si ndio ikue safi? Ndio. Na unatoa hiyo maji. The moment hiyo mboga imekatakatwa, all the soluble vitamins zitachukuliwa na maji. Ndio. Na utazitupa. Ndio. And that's why it's very advisable, mtu unapoenda kama ni kununua hiyo sukuma, ukitaka ujikatie mwenyewe, inakuwa rahisi, ni kwamba unaiosha kwanza ndio ukate. Ndio. Na pia unaiosha vizuri ile mchanga whatever, zile vitu zote. Sababu pia ukimisi handle
utajipata unaambiwa uko na typhoid, H. pylori. Typhoid. Unapoambia watu nilijipata niko na typhoid, do you know what you're saying? I came into an encounter na mafia ya binadamu. Napata ile fruit kwa soko imeanguka, kuna mwingine alijisaidia huko, umechukua. Wale watu wa fruit wanafanya nini? How do they clean the fruit zenye unaona zimeng'ara? Kwa kitambaa. Si alichukua chini. Ndiyo. Si anarapu vizuri yote. Haijaoshwa, anachukua ingine. So utapata kama ni fruti zote, sababu akitaka maji ni mate. Ndiyo. Jia anaenda akispread vizuri. Kwa all the fruits. Sasa wewe umeona fruit inang'ara. Umechukua ile fruit. Umeanza kukula. Wengine wanakuwekea kwa maji ikiwa na karatasi hapo hivyo. Unaosha kidogo. Remember ile fruit mahali imetoka. Ndiyo. Lakini kwa sababu uoni, imeoshaoshwa hivyo wewe, unaweka kwa mdomo. Sasa unaanza kujiwekea other problems. Umekula kitu poa, yes, lakini umeichukua ikiwa. Na hivyo ndivyo tunaenda tukicollect. Not that zile vitu ni mbaya, but the way they are handled, they are mishandled. Na tunajipata, tunakula vitu chafu. Ndiyo. Kwa sababu ya vile silivyo. Tukuje kwa mahindi. Kuna ile chumvi na ndimu. Ndiyo. Iko exposed pale. Ndiyo. Vumbi ndio hiyo. Kila kitu ni wapi? Sasa wewe umekunja na ndimu iko na maji, unafinya, unaweka kwa ile ndimu, unaweka kwa mahindi. Sasa ile uchafu ilikuwa pale, unakunja umeipaka na unaanza kufanya nini? Kuikula. Unapata tena, unajiletea other problems. Sasa ukitoka hapo unaenda unanunua madawa. Kwa sababu umekuwa mgonjwa. Ukinunua zile dawa, si umezitumia. Ukizitumia, zinakuja sina embarrassing of what? The pH. Kweli. And there you are with your yeast. Kweli. Hiyo ni elimu nzuri ambayo watu wengi wanafaa kufahamu. Na tukienda katika swali letu la mwisho siku ya leo ni kwamba why is it that wanawake tunaambiwa to clean our vaginas with sabuni, rather we only clean it with water? What could be the causes? Ni kama vile tulikuwa tunasema indulging. Unataka, unafikiria ni chafu. Labda umefanya sex, unasikia ni chafu, unapaka sabuni, unataka kusugua. Unaharibu, tulisema kuna the good bacteria and the bad bacteria. Unaharibu. Unaposiharibu pia, kuna ile unaharibu that skin. Because it's also tender. Before tuende hapo, kuna ile act ya kufanya sex. Tunasema ni tender. The same thing with the penis. It's also tender. Lakini unapo engage ile sex, bila Mungu aliumba ya kwamba you are producing as a woman the vaginal fluid. Na mwanaume anaproduce semen. Unapofanya ile sex, hizi fluids zina reduce the friction. Ndio maana wakati una engage na unasikia hii sex ni dry, unaambiwa tumia lubricant. Sio mafuta yenye iko na zile harufu Vaseline na whatever, sio mate, lakini kuna lubricant which are water based lubricant. That one hasina other infection. Na hasitaongeza ile friction. Sababu unapokuwa na ile friction na mwenzako wako na yeast, umeipatia nafasi nzuri ya kugrow. So pia vile tunafanya, ama mwanaume, unajua yeast unaweza ipata mpaka kwa makucha. Sio tu kwa vagina, kuna hiyo throat, kuna kwa macho.
Sasa pia kwa kucha, pia kwa miguu naweza ipata. Sasa tuseme ako na yeast kwa kucha. Umeenda kufanya sex, umeenda kushikashika vagina na zile nini? Kucha. Mikono. Na iko hizo kucha ni chafu. Na siko na yeast. Utapatia yule mama yeast yenye ilikuwa wapi? Kwa mikono. Yes. Sasa ataanza na yeye shinda nyingine juu ya kweli. Asante sana. Kwa hivyo kumaanisha usafi ni muhimu. Usafi ili ni kuweza muhimu. kuweka kwamba kila kitu kiwe sawa ama kuepukana na sio yeast sabuni. infection. Na sio sabuni. Na sio spraying. Na Kwa sababu sita destroy that good bacteria. Yeah. Asante sana Dr. Jane, umeweza kuelezea mambo mengi kuhusiana na yeast infection, na mojawapo ya vitu ni kufahamu kwamba usafi ndo key in everything. Asante sana na Mungu akubariki, uzidi kuwa na sisi. Tuweze kukutana katika kipindi kingine ambacho najua unazidi kuelimisha jamii na kuelezea jamii kuhusiana na vitu vinavyotokea ima ndani ya miili yetu, haswa sexual reproductive system zetu. Asante sana. Karibu. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai tukiwa naye Dr. Jane umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kuiangazia kuhusiana na yeast infection. Anakushauri ya kwamba wewe kama mwanamke epuka kutumia sabuni, kunradhi, epuka kutumia sabuni unapojisafisha, na pia unapojisafisha jisafishe kuanzia juu kwenda nyuma, yani mbele kwenda nyuma. Usijisafishe kuanzia nyuma kuja mbele, kwa sababu hiyo kama utakuwa unaleta ile infection izidi kuwa. Mpenzi mtazamaji, unakwambia kwamba usafi ni muhimu, haswa upande wewe mwanamke. Vagina yako Mungu ameiumba kivyake, ameiumba na ubora wake, ameiumba ni inajisafisha yenyewe. Haihitaji wewe kuingiza vitu ndani na kuweza kuisafisha. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia maasalamu.